Idi hii imeafikiana wakati mzuri, ile ndugu zetu Waislamu wa kutoka sehemu ya kaunti ya Lamu walikuwa wameenda mahakamani, na walipokwenda mahakama ya Gariseni ikatoa hukumu ya lile kero la zaidi ya miaka 10, kero ambalo ni curfew pamoja na roadblock zikiwa nyingi zikikera jamii. Mahakama hii ilipoamua kuondosha curfew, ni wajibu wa serikali yetu itekeleze amri. La kutusikitisha, mayowe yanapigwa na raia, na ili hali kuna viongozi wa bunge, maseneta na magavana. Badala wao, ilikuwa ni wakati mzuri zaidi ya wao kulizungumza swala hili, kwa sababu rais wa nchi alikuwa katika kanda ya Pwani. Mbunge badala ya kuzungumzia 2 term 1 term, walikuwa ni wajibu wao wamwambie rais, sisi tunahisi kama ambayo kwamba hatuko Kenya, na ile hali tuko Kenya. Badala ya kujipendekeza, basi ilikuwa ni wakati mzuri zaidi ya wao kumbana kiongozi wa nchi ili aondoshe hizi curfew, Walamu wawe kama Wakenya wengine. Na si Lamu tu, kwa sababu hii curfew imegonga Tana River County na Kilifi County. Nikisema Kilifi County, hizi roadblock pale kunaitwa nini pale, Sabaki na Mamburui na Ngomeni ni kama town service. Mtu anapanda gari kwenda kununua nyanya Malindi, kununua vitunguu Malindi, anaambiwa atoe ID, ili hali anapita hapo, baada ya dakika 10 anarudi na tukutuku, toa ID. Hii ni unyonge wa kiasi gani? Kwa sababu ya baraka ya hii ya Idi, na kwa kuwa rais alikuwa huko, tunataka dhuluma hizi ziondoshwe,